Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndugu mtazamaji, wewe ambao uko Facebook live, napenda kukukaribisha kwa jina la Yesu. Jina langu naitwa Emmanuel Tambwe. Niko katika studio za ET Production hapa Columbus, Ohio, Marekani. Napenda kukuchukua nafasi hii kuweza kukaribisha katika vipindi vyetu vya Facebook live. Leo ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2018. Leo ikiwa ni Oktoba 2018. Karibu sana, jiunge na mimi leo ninapokuletea somo la majaribu. Ninaamini kabisa Mungu atakwenda kukubariki. Na labda nichukue nafasi hii tena kusema kwamba unaweza kushare live hii, share ili wengine watupate kupitia akaunti yako. Na Mungu wa mbinguni atakwenda kukubariki kwa jina la Yesu Kristo. Share video hii, share live hii, wengine watupate, marafiki watupate kupitia akaunti yako na Mungu atakwenda kukubariki. Asante sana. Basi share tunapojiandaa kuanza. Basi mtazamaji, karibu sana, share video, share live hii. Tuanze. Leo tunazungumzia kuhusu majaribu. Nini maana majaribu? Kama nilivyosema katika kipindi kilichopita, kama nitaongelea kuhusu majaribu, maana majaribu ni somo la muhimu sana katika maisha ya kila Mkristo ambaye ana safari ya kwenda mbinguni. Wengi wameangamia, watumishi wengi wa Mungu wameangamia, wengine wako makaburini kwa sababu majaribu yalipowapata yaliwaweza. Basi acha niombe tunapoanza somo. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru mchana wa leo. Mungu mwema, asante kwa maana hakuna kama wewe. Nakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu ambaye Bwana yuko pale Facebook live kuweza kusikia kile ambacho kimekiandaa siku ya leo. Kwa jina la Yesu ninamwombea, acha Roho Mtakatifu amhudumie sawa sawa na mapenzi yako. Ninaharibu na kuvunja kila roho ya confusion kwa jina la Yesu, haitafanya kazi. Baba, hata mimi pia najiombea hapa studio. Naitisha moto wa mbinguni, uwepo wako, Roho Mtakatifu. Baba, ukapate kuwa mahali hapa. Ninapoongea nisiongee mimi, bali uongee wewe. Kwa jina la Yesu Kristo, asante Mungu mwema, ninakupenda, ninakuheshimu. Gusa ulimi wangu na uongee kwa niaba yangu. Maana mimi ni chombo tu, lakini kazi Bwana ni ya kwako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ninakushukuru. Amen. Hallelujah. Asante sana ndugu mtazamaji, wewe ambao pale Facebook live. Leo napenda kuzungumza kifupi sana kuhusu somo la majaribu. Labda kwa kuweka msingi tu, nataka niseme kwamba nitaongelea somo hili kwa session mbili. Session ya kwanza nitaongea leo na mwisho nitaongea next week, week after next week. Nitakwenda kumalizia somo. Kwa leo nitafundisha somo. Na kwa sababu ya muda hapa Facebook unakuwa ni mfupi, sitaweza kumaliza somo. Nitaliendeleza tena somo hili wiki baada ya wiki tunaoanza next week. Kwa hiyo kuna wiki moja katikati, alafu ile nyingine nitaendeleza. Bwana asifiwe sana. Na ninaamini kabisa utakwenda kufuatana na mimi. Na kitu kingine nataka niseme ni kwamba ukae katika mkao wa kufundishwa. Mimi zaidi ninaegemea kwenye kufundisha neno. Lakini isipokuwa kwamba hata katika kufundisha hapa kuna mahubiri. Bwana asifiwe sana. Leo tunaongelea nini? Kumbuka, tunaongelea majaribu. Nini maana ya majaribu? Unapoingia kwenye majaribu ufanyeje ili utoke kwenye majaribu? Ni njia gani ninaotumia kuhakikisha kwamba tunashinda majaribu? Biblia inasema nini? Mpingeni shetani naye atakimbia. Hiyo inamaanisha kwamba uwezo kumkimbia shetani na siweze kumkimbia shetani. Kwa sababu ukienda kazini shetani yupo. Ukienda kwako shetani yupo. Ukienda kanisani shetani yupo. Kama unanibisha kamulizi ya Ayubu, mahali popote unapokwenda shetani yupo. Shetani anaweza kukukimbia tu ukimpinga. Biblia inasema yeye ndiye anaweza kukukimbia wewe. Lakini wewe huwezi kumkimbia. Na anakukimbia kwa nini? Ananikimbia kwa nini? Kwa kumpinga. Leo tunazungumzia kuhusu majaribu. Nini maana majaribu? Labda tuangalie. Kwa utangulizi tu niweke msingi. Majaribu ni mlango unaotumiwa na Mungu na shetani pia na mwanadamu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Sasa acha niweke kwa njia nyingine. Majaribu, Bwana asifiwe sana.
Majaribu ni kitu ambacho kinamweka Mkristo katika hali ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo maamuzi yale ambayo mwanadamu anayafanya inategemea ni jaribu na namna gani, na maamuzi atakayofanya ni maamuzi ya namna gani. Kiufupi nataka niseme kwamba maamuzi ni kitu ambacho kimejaa maamuzi. Majaribu ni kitu ambacho kimejaa maamuzi. Unapojikuta umeingia kwenye majaribu, kitu kinachofuata, yale majaribu yanakupeleka kwenye ofisi ya maamuzi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini majaribu yanakuja na kumweka Mkristo kwenye hali ya maamuzi? Sikiliza. Majaribu yanapokuja, yanakuja na picha ya hatari. Sasa haijalishi ni jaribu limetoka kwa Mungu ama kwa shetani ama kwako wewe mwenyewe. Jaribu linapokuja, linakuja na kitu kinaitwa hatari. Ile hatari inabadilika, inakuwa ni attack. Sasa unapojikuta umeingia katika hali ya hatari ama attack, moja kwa moja ile hali itakupeleka kwenye ofisi ya maamuzi. Sasa pale kwenye ofisi ya maamuzi ndo kuna kizungumkuti. Waswahili wanasema ndo kasheshe, wazungu wanasema big problem. Nimekwambia niko kwenye mkao wa kufunza, sihubiri, ninafunza somo kuhusu majaribu. Kwa hiyo maamuzi utakayoyafanya ndio yatategemea ushindi wa hilo jaribu ama kushindwa. Sikiliza hili siku zote za maisha yako, unapokaa kwenye mkao wa kwenda mbinguni. Sikiliza hili jambo. Kama wewe ni msoma Biblia mzuri, sio yule msoma Biblia wa haraka mistari 2-3. Sikiliza hili. Jaribu linapokufikia, kitu ambacho kinachukua nafasi ya kwanza ama nafasi kubwa ni maamuzi. Jaribu linakupeleka kwenye hali ya maamuzi. Sikiliza. Kwa nini? Ukiona unapitia kitu chochote, watu wangu wa studio hapo wananiongelesha kitu. Something is wrong somewhere. Jamani, mtusamee sana. Mitambo kidogo ilikuwa imeleta shida. Software ilikuwa imekataa. Sasa nataka niseme hivi, tunamshukuru Mungu. Mambo yako sana. Nataka niseme hivi. Unapopitia kitu chochote katika maisha yako ya Ukristo, na hicho kitu akikupeleki katika hali ya maamuzi magumu, ujue hilo sio jaribu, ni tatizo. Kuna tofauti kubwa kati ya jaribu na tatizo. Jaribu ni nini? Jaribu ni kitu kiko juu ya tatizo. Jaribu ni kitu kiko juu ya tatizo. Kwa sababu gani? Tatizo unaweza ukasolve ama kutatua tatizo kupitia hata hela. Unaweza ukapata jibu kupitia tatizo kupitia hata rafiki ambaye ni maarufu. Lakini jaribu halisuluhishwi hivyo. Jaribu ni kitu ambacho majibu yake yapo katika ulimwengu wa kiroho. Majibu ya majaribu yako katika ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Kumaanisha kwa tafsiri nyingine na kuwekea tu msingi. Kwa tafsiri nyingine, jaribu ni kitu kinakupeleka wewe kwenye njia panda. Kinakuweka katika hali ya njia panda. Aidha uende kushoto ama kulia. Ukishajikuta uko kwenye njia panda, uko kwenye maamuzi. Maamuzi gani? Niache huyo mwanamke ama nisimwache? Niache huyo mume ama nisimwache? Niache hiyo huduma ama nisiache?
niache hii kazi ama nisiache. Hiyo ndio kazi ya jaribu, inakuweka katika hali ya maamuzi. Sasa shida inakuja kwamba Wakristo wengi tunapojikuta tumefika kwenye hali ya maamuzi, tunaingia kwenye ofisi ya maamuzi na hatuna taarifa za kutosha. Tunajikuta tunaingia kwenye ofisi ya maamuzi na hatuna taarifa za kutosha. Tunapoingia kwenye hali ya maamuzi na hatuna taarifa ya kutosha, kinachotokea unajua ni nini? Utafanya maamuzi wrong. Kwa hiyo unapopata jaribu, kitu cha kwanza ambacho unapaswa kufanya ni kuhakikisha unapata taarifa za kutosha ama enough information kulingana na hilo jaribu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu majaribu yako katika tabaka tofauti, na vile ambavyo majaribu yako katika tabaka tofauti ndivyo hata majibu yako tofauti. Sasa tusome kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 13. Hii ni sala Baba yetu uliye mbinguni. Ukitaka kama utapenda baadaye unaweza ukaanza mstari wa 9. Alafu utafika 13, lakini mimi ninaruka 13. Mathayo 6:13. Biblia inasema hivi. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake namna ya kuomba, anasema hivi: usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Yesu aliacha maambia wanafunzi wake kwamba watakapokuwa wanaomba, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie. Lakini ilipofika mstari wa 13, Yesu akawaambia wamuombe Mungu asiwaingize kwenye majaribu, lakini awaokoe na yule mwovu. Kwa tafsiri nyingine alikuwa anawaambia wamuombe Mungu asiwaingize kwenye majaribu, lakini awaokoe na hayo majaribu. Lakini Yesu hakusema kwamba kwa Mungu hakuna majaribu. Kwa tafsiri nyingine, kinyume chake ni kwamba kama tunaweza tukamwomba Mungu kwamba asituingize kwenye majaribu, ni kumaanisha Mungu anaweza kuingiza mtu kwenye majaribu. Sasa kwa nini? Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari ule kuanzia mstari wa ngapi? Sura ya 8 mstari wa 2. Biblia inasema hivi: nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akunyenyekeze, kukujaribu, kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Narudia tena, Kumbukumbu la Torati 8:2. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akunyenyekeze, kukujaribu, kuyajua yaliyomo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake ama sivyo. Kitabu cha Mathayo 6:13. Biblia inatuambia, Yesu ametuambia tumuombe Mungu asituingize katika majaribu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 2 kinasema Mungu aliachia jaribu kwa wana wa Israeli ili ajue nini kilichopo katika mioyo yao, ili ajue watatii amri ama watatii. Kumaanisha unaweza kwenda kwa Mungu asikuingize kwenye jaribu na Mungu akakataa. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba Mungu anaachia majaribu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hii ndio hatari ambayo ipo katika ulimwengu wa Kikristo, kwamba Wakristo wengi wanapoingia kwenye majaribu wanajikuta wanakuwa katika hali ya maamuzi. Ile hali ya maamuzi, wanafanya maamuzi wakiwa hawana enough information, hawana taarifa ya kutosha kulingana na hilo jaribu. Haleluya. Sasa ndio maana nimekuambia kwamba jaribu ni kitu ambacho kinakuja na picha ya hatari.
Bwana sifiwe sana. Sasa sikiliza, ukienda kukutana na lawyer ama ukikutana na wakili, wale ambao wameshitakiwa ama wale ambao wameshitaki, kitu cha kwanza ambacho lawyer anafanya, anahakikisha kwamba unampatia taarifa za kutosha. Zile taarifa za kutosha zinampatia lawyer muda mzuri wakati anapokuwa anaandaa kesi yako. Anaandaa kesi kwenye mfumo na system ya kwamba lazima atakapo present hiyo taarifa kwa hakimu ushinde. Ndio maana unaona leo kuna watu ambao waliiba kabisa kile kitendo walifanya, lakini kwa sababu lawyer aliandaa hiyo kesi katika mazingira mazuri, akaweka taarifa za kutosha, hakimu alipokuja kuamua hiyo kesi alisema huyo mtu hakuiba na akaachiwa huru, lakini aliiba. Kwa hiyo kazi ya lawyer ni kuhakikisha wewe unashinda kesi. Lakini pamoja na hivyo, information yako ama zile taarifa ambazo unampatia lawyer zinamsaidia lawyer kuhakikisha kwamba hiyo kesi unashindwa, hata kama kile kitendo ulifanya. The same hata upande wa mtu ambaye ameshitaki, akiwa amemshitaki mtu labda anamdai whatever, anapokutana na wakili ama lawyer, yule lawyer lazima aitishe, lazima kuna habari atataka kwako. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo kazi ya lawyer ni kuhakikisha kwamba taarifa ambazo ana present ama ripoti ambayo ana present kwa hakimu ni ripoti ambayo imejaa maneno ama taarifa ambayo hakimu atakapotoa maamuzi, atoe maamuzi ambayo ni sahihi ama ushindi. Kwa hiyo hata kwenye upande wa majaribu ni hivyo. Shika hili katika maisha yako ya Kikristo. Nasema tena, ukisikia neno jaribu, ujue hayo ni maamuzi. Aidha wache mke usimwache, umwache mume usimwache, uache hiyo kazi usiache, uache huduma usiache, whatever. Kwa hiyo maamuzi, jaribu linakusukuma uingie kwenye chumba cha maamuzi. Kila mwanadamu ana ofisi ya maamuzi. Sasa kule kwenye maamuzi ndo kuna kizungumkuti. Kwa hiyo ni lazima uwe na taarifa za kutosha, uwe na enough information and knowledge na hilo jaribu ambalo unalipitia, kuhakikisha utakapofanya maamuzi ufanye maamuzi sahihi. Kitu kingine, Biblia inasema katika Wakorintho kwamba hatutajaribiwa zaidi ya uwezo wetu, maana Mungu atatengeneza mlango sisi kutoka. Lakini nataka niseme, kuna watumishi wengi leo wameanguka. Wengine wameanguka na wadada Misri zikafa. Kwa nini? Kwa nini waanguke? Na Wakorintho wamesema kwamba Mungu hataachilia jaribu ambalo kujua uwezo wako. Kumaanisha kwamba ikiwa kitabu cha Wakorintho kinasema kwamba Mungu hawezi kuachia jaribu ambalo liko juu ya Mkristo, kumaanisha kila jaribu ambalo linakufikia kulingana na uwezo wako wa kiroho, haijalishi linatoka kwa shetani ama kwa Mungu. Sasa kwa nini watu waangamie? Kwa sababu gani? Maamuzi. Ofisi ya maamuzi ndio inaangamiza watu. Ofisi ya maamuzi ndio inaangamiza watu, kwa sababu Biblia haiwezi kujipinga. Kwa hiyo inamaanisha kwamba unapoingia katika jaribu, alafu lile jaribu likakushinda ama ukashindwa, kosa sio la Mungu, kosa ni lako. Kuna mahali ukucheza mpira vizuri, na nimekwambia mpira wa jaribu unachezwa kwenye ofisi ya maamuzi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapopitia kitu ambacho akikuweki katika hali ya maamuzi magumu ama maamuzi, hilo ni tatizo, sio jaribu. Bwana asifiwe sana. Sasa acha tena niongee kidogo. Nitaongelea kidogo kuhusu habari za Ayubu, Ibrahimu na Yesu. Bwana asifiwe sana. Hawa ni watu watatu ambao walipata majaribu ya aina tofauti. Ni hapa ndio kuna shida, kwamba majaribu, Wakristo wanasema tu nimeingia jaribu, ile ni jaribu, ile ni jaribu. Watu hawajui maana ya jaribu. Bwana asifiwe sana. Jaribu liko katika tabaka tofauti. Tusome kitabu cha Ayubu. Tusome kitabu cha Ayubu sura ya pili
mstari ule wa 4. Biblia inasema hivi, Shetani akamjibu Bwana akasema, ngozi kwa ngozi, naam, yote aliyo nayo mtu ayatoa kwa ajili ya uhai wake, lakini sasa nyoosha mkono wako umguse mfupa wake na nyama yake, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yeye yumo mikononi mwako, lakini tunza uhai wake. Historia ya Ayubu ni historia ambayo mnaijua. Bwana asifiwe sana. Okay, tusome kitabu cha Luka. Nataka nisome vitabu vyote afu nitafafanua. Soma kitabu cha Luka sura ile ya 4. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza ule. Biblia inasema hivi. Naye Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho kwa muda wa siku 40 nyikani. Akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, na zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa wewe ndio mwana wa Mungu, iambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, ataagiza malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake. Sikiliza. Hapa kuna sasa nataka naingia kwenye somo sasa. Nisikilize sasa kwa dakika chache tu. Siwezi kumaliza somo leo. Kipindi cha pili nimekuambia ndo nitamaliza somo. Sikiliza. Hapa kuna habari za Ayubu na za Yesu na habari za Ibrahimu. Za Ibrahimu sitasoma kitabu, mnajua ni habari ya Isaka, kumtoa Isaka. Haya ni mambo matatu yalitukia, ni majaribu matatu ambayo yana mifumo tofauti. Ayubu alikuwa somo Israeli. Acha nikwambie kidogo story ya Ayubu. Ayubu alikuwa somo Israeli. Ayubu alikuwa nishi katika nchi ya Usi. Katika dunia hii nchi ya Usi iko huko Palestina, Warabuni huko. Ayubu alikuwa ni mtu tajiri. Na kazi nyingine ya Ayubu, alikuwa anasaidia watu ambao wamefiwa ama wajane. Pia alikuwa anasaidia watu ambao walifiwa na wazazi. Kwa hiyo Ayubu alikuwa ni mtu wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio historia fupi ya Ayubu, lakini hakuwa Mwisraeli. Biblia inasema kwamba ndio mtu alikuwa mkamilifu dunia nzima wakati huo. Sasa shetani alileta hoja kwa Mungu na baadaye Mungu akamruhusu. Sasa sikiliza. Jaribu la Ayubu alikuwa la Mungu. Jaribu la Ayubu lilikuwa la shetani, lakini Mungu aliruhusu. Acha nikupe mfano. Ikiwa leo wewe uko pale asubuhi, umeamka, umekaa kwenye kiti, mtoto wako anakuambia, baba ama dadi, leo ninasikia msana ya kula ice cream. Bwana asifiwe sana. Lakini mtoto anakuwa hana uwezo wa kwenda kununua ile ice cream. Inabidi wewe uchukue pesa umpe, ama uende naye umnunulie. Baadaye unawasha gari, unakwenda kule, unamnunulia ice cream. Ama unampa hela, inategemea na mazingira. Anakwenda kununua kile ambacho anataka. Kile kitu ambacho yule mtoto amenunua, hakununua kwa sababu ulipenda, ayende alipenda. Lakini uwezo kukinunua kwa nacho. Kwa tatizo la Ayubu ama jaribu la Ayubu lililetwa na shetani. Shetani ndiye aliunda ile hoja. Mungu akamruhusu. Kwa pale kulikuwa na maagano kwamba ukimjaribu fanya hivi atakukufuru.
Mungu ndiye anamwambia hapana, huyu ninamwamini hawezi kunikufuru. Kumaanisha nini? Kumaanisha lile jaribu la Ayubu, mjadala ambao ulikuwa kati ya Mungu na shetani, ulimweka Ayubu kwenye nafasi ya maamuzi. Sasa shida ilikuja ni kwamba wakati lile jaribu lilipomjia Ayubu, Ayubu hakujua lile jaribu limekuja kwa mfumo wa kimungu au wa kishetani. Lakini jaribu la Ayubu lilikuwa na makubaliano kati ya Mungu na shetani. Shetani akamwambia kwamba ukifanya hivi atakuasi. Mungu akasema hapana, nikifanya hivi hata niasi. Kwa hiyo jaribu lilisukumwa, lakini mtazamo wa Mungu na shetani wote walikuwa wanasubiria maamuzi. Walikuwa wanasubiria maamuzi. Ndio maana nimekuambia jaribu ni kitu kinapresenti maamuzi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo walikuwa wanasubiria maamuzi wote wawili, Mungu na shetani. Sasa Ayubu alipopata lile jaribu, Biblia inasema kwamba alitembelewa na marafiki zake watatu. Kwanza, kitu cha kwanza, mke wake alimwambia mkufuru Mungu ufe. Maamuzi hayo. Kwa hiyo unaona moja kwa moja maamuzi yalianza kufanya kazi. Ayubu alikataa lile shauri la mke wake. Marafiki wale watatu walipopata kwamba habari Ayubu anaumwa, walikwenda kumtembelea Ayubu. Walipofika pale, badala ya kuwa msaada kwa Ayubu, wakaanza kumshambulia. Wanamwambia hapana, hawezi kuumwa namna hii. Kuna kitu ulifanya kwa siri kimemfanya Mungu akuadhibu. Lakini Ayubu alijua kabisa kuna kitu kibali alifanya kwa siri. Kwa hiyo inamaanisha nini? Hata marafiki wa Ayubu walikuwa wanajaribu kumpushi Ayubu afanye maamuzi. Ukisoma kuanzia kitabu cha Ayubu sura ya 4 mpaka sura ya 27, utaona ni maongezi kati ya rafiki zake na Ayubu na Ayubu. Ndio maongezi ya Ayubu na rafiki zake ndio imechukua nafasi kubwa ya kitabu cha Ayubu. Ukisoma kitabu cha Ayubu kuanzia sura ile ya 38 mpaka 41, utaona ni maongezi kati ya Ayubu na Mungu. Na unaona kabisa kwa sababu ya ile hataki ya marafiki zake na Ayubu, Ayubu alianza kujikuta kidogo anakwenda nje, alianza kulalamika. Bwana asifiwe sana. Alianza kulalamika na Mungu alianza kumkaribia, akasema hapana. Lakini pamoja na kwamba Mungu alikuwa anamuongelesha, Mungu akumwambia ile jaribu yeye ndiye ameruhusu. Bwana asifiwe sana. Tuje kwenye jaribu la Yesu. Yesu alijaribiwa na shetani jangwani kule alipokwenda kufunga siku 40. Shetani kuna request alimwambia Yesu afanye. Anamwambia fanya hivi, Yesu anamwambia no. Fanya hivi, no. Fanya hivi, no. Ukija kwenye jaribu la Ayubu, ukija kwenye jaribu la Ibrahimu. Ibrahimu aliambiwa na Mungu amtoe mtoto wake. Ibrahimu alikubali, hakukataa. Sasa sikiliza. Ibrahimu alimpata yule mtoto kwa ahadi ya Mungu akiwa mzee. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa na nafasi nzuri ya kupeleka hoja kwa Mungu, kumwambia Mungu hapana, wewe ndio umeniahidi huyu mtoto uzeeni, tena nimtoe. Alikuwa na nafasi nzuri. Sasa nataka niseme hivi, majaribu ya Ayubu, jaribu la Yesu na jaribu la Ibrahimu ni majaribu ya aina tatu tofauti, na yote yanamweka mtu kwenye hali ya maamuzi. Jaribu la Ibrahimu lilikuwa la kukubali. Jaribu la Yesu lilikuwa la kukataa. Jaribu la Ayubu lilikuwa la kukaa kimya na kumpa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza tena. Hata shetani anaweza kuongea kama Mungu. Anaweza. Na usipokaa kwenye mkao wa kusikiliza sauti inayokuambia ni ya nani, unaweza ukamisunderstand, ukadhani maybe labda sauti ya Mungu sauti ya shetani ni ya Mungu, na ukajikuta unafanya vitu ukifikiria ni Mungu, kumbe ni shetani. Kwa hata Ibrahimu kwenye kusikia alikuwa makini. Kwa hiyo nimekuambia kwamba maamuzi sasa
ndiyo yanayotegemea ilo jaribu utaliando aje. Kama Ibrahimu angesema no, na jaribu lake, jibu ambalo alitakiwa atoe ama maamuzi ambayo alitakiwa afanye yalikuwa yes, sijui nini ingetokea. Kama Yesu angesema yes, shetani, mimi ni Yesu na ninaweza kufanya kila kitu, angefanya vile ambavyo shetani anamwambia, sijui ingekuwaje. Kwa hiyo kuna majaribu ambayo ukiingia lazima utasema yes. Oh, haleluya. Sio kila jaribu utasema no. Sasa nimekwambia shida ya jaribu ipo kwenye ofisi ya maamuzi. Ndio maana nimekwambia ni ngumu kufanya maamuzi ya sahihi kama hauna enough information kulingana na hilo jaribu. Kwa jaribu linapokujia, unapojikuta huko kwenye jaribu, kitu cha kwanza lazima uwe mtulivu. Ule utulivu utakuwezesha kuweza kupata taarifa za kutosha ama mkao wa kulisoma hilo jaribu vizuri, ili utakapokwenda kufanya maamuzi, ufanye maamuzi sahihi. Kwa hiyo sio kila jaribu utasema ndio, na sio kila jaribu utasema no. Kuna jaribu likikujia lazima utasema yes, ili wewe ushinde hilo jaribu na maamuzi yako yaonekane kuwa ni maamuzi yaliyojaa busara. Lazima useme yes. Kuna jaribu likikujia, ili uonekane maamuzi yako ni sahihi, utasema no. Na kuna jaribu likikujia, inabidi ukae kimya na kumwambia Mungu, sifa na utukufu zikurudie wewe. Ayubu alisema nini? Mungu alitoa na Bwana ametoa, na jina la Bwana libarikiwe. Kwa alikuwa anamtukuza Mungu kwenye ile jaribu. Lakini baada ya kusongwa sana na wale marafiki zake watatu, alianza kulalamika. Ayubu, mateso yalikuwa makubwa. Sikiliza, kilichomsaidia Ayubu ni kwa sababu level ya utakatifu wa Ayubu ilikuwa ya hali ya juu sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jaribu, shika hii leo, linakuja na picha ya maamuzi. Hichi ndio kitu kikubwa ambacho nataka nikuachie tu leo. Nitafundisha hili somo vizuri kwenye section ya pili. Kwa hiyo jaribu la Yesu ni jaribu ambalo lilibebwa na majibu ya no. Jaribu la Ibrahimu ni jaribu ambalo lilibebwa na majibu ya yes. Bwana asifiwe sana. Jaribu la Joseph ni jaribu ambalo lilibebwa na jibu la no, wakati Joseph alipata shida kubwa sana na mke wa Potifa alipokuwa amempenda. Jibu lilikuwa no. Jaribu la Ayubu lilikuwa jibu la kusema utukufu kwa Bwana. Kwa sababu kuna mahali, kwa sababu ya uchungu kuwa mwingi, anaweza kuwa confused. Lakini Mungu alimsaidia. Hakumkufuru Mungu. Ijapokuwa kwamba alilaani siku ambayo alizaliwa, lakini Ayubu hakumkufuru Mungu. Kwa sababu hoja ya shetani ilikuwa ni kwamba ile jaribu lazima Ayubu atamkufuru Mungu. Kwa hiyo lazima Ayubu angefanya maamuzi. Aidha maamuzi ya kumpendeza Mungu, aidha maamuzi ya kumpendeza shetani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lazima haya mambo uelewe, kwamba jaribu linakuja kwenye mfumo gani na upambane nalo kwa njia gani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jaribu, nimekuambia kule mwanzo kwamba jaribu linapokuja katika maisha ya Mkristo, jaribu la shetani linakuja kwa njia moja, kuangamiza. Acheki na mtu shetani, huwa acheki na Mkristo. Mkristo ameko sawa sawa, sawa, Wakristo wa jina, Wakristo mguu huko. Yeye kazi yake ni kuja kuangamiza. Na moja ya pati ya maisha ya Kikristo ni lazima upitie majaribu.
Ndio maana nimekwambia leo kuna watumishi wengi walianguka. Kuna huduma nyingi zimekufa kwa sababu gani? Watumishi waliingia kwenye majaribu na majaribu yakawaweza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lazima ukae kwenye mkao wa kujua kwamba kitu kinachoitwa jaribu kikifika katika maisha yako, lazima kwanza uwe na uhakika ya kwamba maamuzi ambayo unafanya ni maamuzi sahihi. Nimekuambia kwenye chumba cha maamuzi ndo kuna kitu kinaitwa shagarabasha. Huko ndio watu wanashindiwa na majaribu. Acha nikupatie ushuhuda kidogo. Mungu alipokuwa ananisemesha kuhusu hivi vipindi, hichi kipindi cha neno la Mungu na kipindi cha Amkeni Vijana Amkeni, ni maono ambayo nilikuwa nayo miaka mingi sana imepita. Nikasema, Mungu ukiniwezesha nitafanya hivi. Wakati tulianza tukajiandaa na tukaona kibali cha Bwana. Mungu ametupa kibali tuanze. Lakini kabla hatujaanza hivi vipindi, nilikwenda kwenye maombi ya wiki nzima ya kifungo. Ndio maana nimekwambia kwamba tunapoanza hivi vipindi vya neno la Mungu, hatuji hapa kuuza sura, hatuji kucheka. Ni vipindi ambavyo tumevileta serious kwa sababu ya kumpatia Mungu tukufu. Bwana asifiwe sana. Ni vipindi ambavyo inabidi uwekeze muda kuandaa somo, kuandaa mitambo, kuita watu. Kwa sio kazi rahisi. Ndio maana nilihitaji muda kujiandaa na hivi vipindi. Kwa hatukuja kucheka, tuko serious. Ndio maana kupatia ushuhuda. Lakini kabla hichi kipindi hakijaanza kuwa hewani Facebook live, mimi pamoja na familia yangu yote na nyumba yangu tulisema tutaingia kwenye maombi. Bwana asifiwe sana. Basi nilikuwa kwenye maombi ya wiki moja kuanzia Monday to Sunday. Sikiliza. Nilipoingia kwenye maombi siku ya kwanza, nimeingia kwenye maombi usiku. Nataka niombe. Nikiwa kwenye maombi naanza tu kuomba, Mungu akaniambia usiombee kipindi cha Vijana Amkeni na kipindi cha neno la Mungu usiombee. Mimi nikajiuliza, kwa nini Mungu ananiambia usiombee vipindi? Na next week tunaanza kipindi. Na nilikuwa naona kabisa shetani ananukia. Lazima tungeomba. Mungu anasema usiombee kipindi, ombea roho ya kulipiza kisasi. Sikuelewa. Bwana asifiwe sana. Sikuelewa Mungu anaongea nini aliponiambia kwamba roho ya kulipiza kisasi. Hiyo siku sikuomba, niliombea sana roho ya kulipiza kisasi. Niliomba sana. Tuesday, kesho yake, siku ya pili, nimeingia kwenye chumba cha maombi usiku. Roho Mtakatifu akaninyima kabisa, hakunipa ruhusa kuombea hichi kipindi na kipindi cha Vijana Amkeni. Nikaanza kuwa confused. Sasa nikamwambia mke wangu, asubuhi yake nikamwambia mke wangu, mimi sielewi. Nimeingia chumbani jana, Mungu ameniambia nisombee kipindi. Leo Tuesday, jana Tuesday nimeenda pia, Mungu ameniambia nisombee vipindi. What is going on? Nini kinaendelea hapa? I'm so confused. Ninakwambia hichi kitu kimetokea, ni kitu nilikuwa sijawahi kupitia jaribu kama hili. Nakwambia kweli, kwenye maisha yangu yote ya Ukristo nilikuwa sijawahi kupitia kitu kama hichi. Nikaenda Wednesday kwenye maombi. Wednesday roho wa Bwana akaninyima nafasi, akaniambia usiombee kuhusu vipindi, ombea roho ya kulipiza kisasi. Sasa mimi sikujua kule mbele nini kinatokea. Sikujua. Kwa nilipokuwa nasikia Mungu ananiambia ombea roho ya kuombea kisasi, usiombee kipindi, nilikuwa confused. Na kipindi kinaanza Saturday next week. Basi hiyo niliomba sana roho ya kulipiza kisasi, niliomba sana. Sikiliza. Siku ya Alhamisi, siku ya Thursday ni siku ambayo sitasahau katika maisha yangu yote. Kulitokea kitu ambacho kama ningilikuwa sikumsikia Mungu na nikaomba roho ya kulipiza kisasi, nikatumia damu ya Yesu na nikaombea familia yangu yote, nikaombea mke wangu, nikaombea watoto, nikaombea wasichana wangu ambao niko nao hapo ndani, kama nisingetii sauti ya Mungu, ningefanya maamuzi ambayo pengine ndio ingekuwa ni mwisho wa mimi kuendelea na wokovu. Nashukuru Mungu nilianza kuombea hicho kitu, nilitii sauti yake.
na yale maombi, hata nilipojikuta nimeingia kwenye hilo jaribu, nilikuwa nikitaka kufanya reaction, Mungu ananiambia uliombea nini jana? Roho kulipiza kisasi. Hawezi kuwa mtu wa kuombea roho kulipiza kisasi kuomba alafu huyo mtu kulipiza kisasi. Mungu akaniambia nyamaza. Acha kulalamika. Acha kulalamika. Mungu akaniambia kiongozi huwa halalamiki. Unapoingia kwenye jaribu huu kiongozi huwa. Sasa Mungu haniambii nifanye nini? Ili nakwambia unaweza kuona haya mambo ni kama utani. Na Wakristo wengi wanafikiria kila kitu ni utani. Nakwambia kitu ambacho kilinitendekea mimi. Mungu akaniambia upaswe kuwa kiongozi wa kulalamika. Viongozi wa kulalamika huwa washindi majaribu. Unasema imani, unasema nini? Kasome Biblia yako. Wana wa Israeli, Biblia inasema nini? Kile kizazi chote Mungu alikiangamiza jangwani kwa sababu gani? Walimnung'unikia Mungu. Mungu akasema shut your mouth. Na jaribu lilikuwa ni kubwa. Yaani ilikuwa ni jaribu kubwa, nilikuwa sijawahi kupita kitu kama kile. Yaani ile wiki ilikuwa ni mbaya kupita siku zangu zote. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nimekwambia jaribu, hauwezi kupata jaribu kupitia pesa, jibu la majaribu. Tatizo unaweza kusema una pesa, sio jaribu. Majibu yako kwenye ulimwengu wa kiroho. Ilibidi ni change system kwa sababu nisema hapa naweza nikafa. Ilibidi niingie kwenye maombi. Unakwenda kuomba afu Mungu amekaa kimya. Bwana asifiwe sana. Na baadaye Mungu mwishowe kanishika mkono, akaniinua, akaniambia anza kipindi sasa. Ndio nikaanza hicho kipindi cha neno la Mungu na kipindi cha vijana mkeni. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kitu ambacho kilinisaidia baada ya mimi kuingia kwenye lile jaribu, lilikuwa jaribu nzito ndugu yangu, siwezi kusema nilikuwa jaribu nzito sana. Nimekuambia kama nisingefanya maamuzi sahihi, ningefanya maamuzi ambayo ingekuwa ni mwisho wangu na usingekuwa unaniona hapa. Kitu kilichonisaidia, nilianza kukusanya information. Nilianza kukusanya taarifa. Baada ya mimi kupata taarifa za kutosha kulingana na kile ambacho mimi nilikuwa napitia kwacho, nilipata mlango wa majibu ambayo yatanisaidia. Bwana asifiwe sana. Jaribu huwa sio kitu cha kucheza nacho. Jaribu ambalo linatoka kwa Mungu, hata liwe nzito, Mungu anaweza akakuepusha nayo. Lakini shida, je, jaribu liko limetoka kwa shetani unafanyaje? Jaribu liko limetoka kwa shetani. Nimekuambia shetani kazi yake ni kuja kuangamiza, basi hana muda kupoteza. Ama likiwa ni jaribu ambalo linatokana na wewe mwenyewe unafanyaje? Ndio maana nimekuambia maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa jaribu la Ibrahimu lilikuwa jaribu ambalo limebebwa na majibu ya Yesu. Ndio maana nimekuambia Ibrahimu alikuwa na nafasi nzuri ya kupeleka hoja ya kupinga lile jaribu. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa na hiyo hoja, na alikuwa kibinadamu angekuwa na hiyo sababu ya kumpelekea Mungu, kumwambia Mungu hapana, wewe uliniambia huyu mtoto ni mtoto wangu wa kipekee, uliniahidi. Kwa nini unamchukua? Kumbuka ninafundisha subiri. Lakini Ibrahimu hakunyamaza, alitii. Kumaanisha nini? Jaribu la Ibrahimu lilibebwa na majibu ya Yesu. Acha nikupatie mfano mwingine. Ikiwa leo wewe uko pale, una dola 10,000 kwenye account. Mungu anakuambia chukua dola 10,000, peleka. Usikile hilo ni jaribu, sio mchezo. Ama dola 20,000. Peleka kwa kanisa fulani. Wala kile kitu kidogo kusema yes. Na hata dola 20,000 haijatosha kwa ule mradi ambao unataka ufanye. Kwa hiyo hilo jaribu, ukiingia kwenye jaribu kama hilo, na ni kama ni Mungu kweli, ni jaribu la Yesu, lazima useme yes. Jaribu la Yesu lilikuwa jaribu ambalo nimeshakwambia limebebwa na majibu ya no.
No. Sasa haya mambo ama haya majaribu, lazima ujue kwamba unapoingia kwenye jaribu, ujue jaribu ambalo umeingia kwa ni jaribu la aina gani. Sasa hauwezi kupata huo wakati wa wewe kufikiria kama hauna enough information. Lazima uwe na taarifa za kutosha za kwamba hicho unachopitia ni nini, kwa nini kimekuja, kinakuaje. Zile taarifa ndo zitakusaidia wakati utakapoingia kwenye chumba cha maamuzi kuamua nini ufanye. Kulingana na taarifa unafanya maamuzi sahihi. Sasa leo nimetaka tu kufundisha nini maana ya jaribu na vitu kadhaa. Kipindi kinachokuja sasa nitafundisha unapoingia kwenye jaribu unafanyaje utoke. Kwa nini watu wanashindwa na majaribu yanapowafikia? Kwa nini watu wengine wanashinda? Na ukiangalia asilimia kubwa za Wakristo wengi wanapoingia kwenye majaribu, wengi wanashindwa. Ndio maana nimekuambia kwamba Biblia katika kitabu cha Wakorintho inasema kwamba Mungu atatengeneza mlango la kupitia hilo jaribu. Kwa sababu gani? Atakutumia. Jaribu linakuja kulingana na uwezo wako. Sasa kama jaribu linakuja kulingana na uwezo wako wa kiroho, kwa nini ushindwe na hilo jaribu? Ni kumaanisha kuna mahali wewe ndio haukucheza mpira vizuri, sio Mungu. Na mpira unachezwa wapi? Unachezwa kwenye maamuzi. Ndio maana nimekuambia kwamba jaribu ni kitu kinampeleka mtu kwenye hali ya njia panda. Inakuweka kwenye hali ya njia panda, kushoto ama kulia. Nimekuambia hivi, jaribu la Ayubu lilikuja, lakini Mungu na shetani wote walikuwa wanatarajia majibu, maamuzi. Kwa hiyo Ayubu pale alikuwa kwenye njia panda bila kujua. Kitu kingine, unapopitia jaribu, na hichi ndio kitu kingine kina affect watu. Unapopitia kwenye jaribu, liwe la Mungu ama kwa shetani, wewe unakuwa haujui kama ile jaribu ni la Mungu ama ni la shetani. Unachoona wewe ni majaribu. Kwa hiyo wakati mwingine unapojikuta uko kwenye jaribu nzito, unakwenda kwenye chumba cha maombi, unaomba. Alafu cha ajabu, unapokwenda kuomba, Mungu ananyamaza, haongei. Sasa unapokwenda kuomba msaada kwa Mungu, alafu Mungu anakaa kimya, jiulize, what next? Hapo ndo kuna hatari sasa ya maamuzi. Sio kila mtu ambaye anakwenda kumuomba Mungu anamwambia nitakushindania. Mungu wakati mwingine anakaa kimya. Nimekwambia mimi nilipitia kwenye jaribu la hatari. Wakati naombea hivi vipindi, nimeingia kwenye kifungo cha hivi vipindi, nilipitia jaribu nzito. Nilikwenda kuomba, Mungu akaniambia usiombee kipindi, ombea majaribu. Aliniambia tu hivyo, ombea kulipiza kisasi. Na ile hali iliponifikia, nilirudi kwa Mungu, Mungu hakunijibu, alikaa kimya. Sasa unapoingia kwenye jaribu alafu ukimwomba Mungu, Mungu anakaa kimya, wewe unafanya nini? Hapo ndo kuna hatari ya maamuzi. Ama mtu anaingia kwenye jaribu, Mkristo, jaribu nzito, alafu yeye hata kuomba haombi, Biblia hasomi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo majaribu ama jaribu linakuja kwa mfumo mmoja tu, kumwambia mwanadamu ni hatari. Sasa Yesu katika Mathayo 6:13 anatuambia sisi tumuombe Mungu asituingize kwenye majaribu. Mungu kwenye Torati sura ya 8 mstari wa 2 anasema lazima nitawajaribu ili nijue nini ambacho mmebeba katika mioyo yenu, nijue kama ninyi ni watu wa kutii amri ama watu wa kutokutii. Kwa hiyo inamaanisha kwamba unaweza kwenda kwa Mungu kwamba hautaki jaribu na ukalipata.
Ayubu, kitu kimoja ambacho kilimchanganya ni kwa sababu lile jaribu hakujua limetoka kwa nani. Hakujua kama ni mapenzi ya shetani ama ni mapenzi ya Mungu. Kwa alianza kucomplain. Ukisoma kitabu cha Ayubu kuanzia sura ya 38 mpaka 31, pale ni majibizano kati ya Ayubu na Mungu. Baada ya rafiki zake na Ayubu kuwa wamemsonga sana kwamba amefanya dhambi ya siri. Lakini mwishowe sasa ndio Mungu anakuja sasa anamwambia Ayubu, hapana, hii ndio zawadi yako, hii ndio thawabu. Na Ayubu akainuliwa, alishinda lile jaribu. Usicheze na jaribu, kwa sababu unapoingia kwenye jaribu unakuwa hauna uwezo wa kupambanua kwamba ile jaribu limeletwa na Mungu na shetani. Na usikimbilie kwenda kwenye ofisi ya maamuzi unapoingia kwenye jaribu. Usikimbilie kwenda kwenye ofisi ya maamuzi. Lazima kwanza ukusanye taarifa ya kutosha. Taarifa za kutosha zitakusaidia wewe kufanya maamuzi sahihi. Ndio maana nimekuambia, mtu anapokuwa ni mwizi, ameiba kitu afu amekamatwa, ama mtu amefanya kitu, akipeleka kesi kwa lawyer, lazima taarifa ambazo watatoa zitatokana na kile kitu alichofanya. Hauwezi kuwa wewe ni mwizi alafu ukienda kwa lawyer mwambie lawyer, hapana, mimi sio mwizi, mimi nilikuwa najenga nyumba wakaniibia. Hiyo kesi utaweza. Kwa hiyo lawyer ama wakili anatarajia kupata taarifa kulingana na kile ambacho umempelekea. Kama wewe ni mtu ulikuwa unajenga nyumba yako ikabomolewa na government whatever, utatoa taarifa kulingana na ile habari. Na ile taarifa ndio itamsaidia hata wakili kukutetea. Kwa maanisha nini? Namaanisha kwamba unapokuwa kwenye jaribu, ni lazima information ambazo utatafuta, unatafuta information kulingana na tatizo lako ama jaribu. Kwa hiyo kama umejikuta umeingia kwenye jaribu kama la Ibrahimu, la jaribu la kuambiwa kwamba lazima ufanye hichi kitu, kwa sababu jaribu la Ayubu lilikuwa jaribu la yesi, lazima utafute information ambazo zinalingana na hiyo yesi, ili utakapokuwa unasema ile yesi uwe na uhakika ni yesi. Ukijikuta umeingia kwenye jaribu kama la Yesu, jaribu la Yesu lilibebwa na majibu ya no devil. Imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako, imeandikwa mtu ataishi kwa mkate, imeandikwa. Ni majibu ya no. Ni lazima unapojikuta umeingia kwenye jaribu kama la Yesu la no, utafute information ambazo zinalingana na no. Zile habari ndio zitakusaidia utakapoingia kwenye chumba cha maamuzi. Hautasema yes na unatakiwa useme no. Ukijikuta umepata jaribu kama la Ayubu, ni lazima utafute information kulingana na lile jaribu la Ayubu, ili utakapoingia kwenye chumba cha maamuzi usianze kulalamika, kucomplain. Ayubu alilalamika sana, kitu ambacho hakufanya tu akumkufuru Mungu. Shetani alisema atamkufuru. Ili utakapoingia kwenye chumba cha maamuzi, baada ya wewe kupata zile taarifa, hautaenda kulalamika kule, utafanya maamuzi. Bwana sifiwe sana. Kwa kumalizia sasa, nataka niseme hivi, kuna maamuzi ya aina 3 ambayo mwanadamu anafanya anapokutana na jaribu. Bwana sifiwe sana. Kuna maamuzi ya aina 3. La kwanza, unaweza ukapitia jaribu na ukanyamaza kimya, namwambia Mungu asante. Yaani unakaa tu kimya, namwambia thank you Jesus, thank you Papa, thank you. Kuna jaribu ukipitia lazima useme no. Kuna jaribu ukipitia lazima useme yes. Yaani ukubali kufanya kitu. Yaani kuna jaribu jibu lake ni lazima ufanye kitendo cha yes. Sio yes ya mdomoni, ni mdomoni na kitendo. Ibrahimu alisema yes na kitendo alifanya. Alimchukua Isaka akampeleka kwenye mlima wa Moria. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine la pili, unapoingia kwenye jaribu lazima uwe makini.
Ni wakina nani unawahusisha kwenye hilo jaribu? Marafiki zake na Ayubu walipopata habari Ayubu ameingia kwenye majaribu, walikwenda kumtembelea. Ile habari ilikuwa ya faraja kwa Ayubu. Sisi wote ni wanadamu, tunapoingia kwenye matatizo tunataka rafiki, ndugu waje watutie moyo. Biblia ituambia kwamba Ayubu alituma ujumbe rafiki zake waje. Walipopata habari walienda kumtembelea rafiki yao Ayubu. Lakini cha ajabu, walipofika kwa Ayubu, badala ya kumtia moyo, walianza kumwataki kwamba Ayubu amefanya dhambi ya siri, ndio maana Mungu amemwadhibu. Biblia inasema kwamba walikaa siku 7 hawaongei na Ayubu. Kwa sababu gani? Ya kushangaa kilichompata Ayubu, mpaka Ayubu akavunja hicho kimya. Unaweza kupata mtu unaketa kusaidia kuomba kwenye jaribu, yeye asaidie, yeye anaongeza uzito wa jaribu. Lazima uwe makini. Ndio maana nimekwambia unapoingia, nimekwambia jaribu ni kubwa kuliko tatizo. Tatizo unaweza kutatua hata na hela. Ukiwa una TV ndani na watoto wanalia, utaenda tu Walmart kama na utaenda utanunua. Utanunua. Jaribu ni kitu kiko juu ya tatizo. Maamuzi ya jaribu yanakuwa maamuzi magumu. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo rafiki zake na Ayubu walienda kule, badala ya kwenda kuwa faraja, wakaanza kuwa mzigo. Na ukisoma kule mwisho, Mungu alisema atawaangamiza. Kilichookoa ni Ayubu huyo. Mungu akasema kwa sababu ya Ayubu sitawaangamiza. Mfanye hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, na wakafanya hivyo na Mungu akawasamea. Kwa hiyo kuwa makini unapoingia kwenye jaribu, nani unamhusisha. Ndio maana nimekuambia lazima kwanza utulie. Tulia. Sasa kipindi kinachokuja ndio nitafafanua vizuri hili somo. Hapa najaribu kujifunga sana kwa sababu ya muda. Najifunga. Kipindi kinachokuja kwa sababu nitakuwa na malizia, nitafafanua vizuri. Jaribu ni kitu kinamweka mwanadamu kwenye njia panda. Ama kwa tafsiri nyingine ni kitu kinamweka mtu ama Mkristo kwenye hali ya maamuzi. Maamuzi yanategemea na jaribu gani umepitia. Ikiwa umepitia jaribu la Ibrahimu, lazima useme yes na ufanye hicho kitendo. Ikiwa umepitia jaribu la Yesu, lazima utasema no. Ikiwa utapitia jaribu la Ayubu, hakuna usilalamike, ni kunyamaza na kumpa Bwana utukufu. Bwana asifiwe sana. Hivi nikuulize swali. Ikiwa Mungu unampenda, kuna mtoto unampenda sana, alafu Mungu baadaye anamchukua huyo mtoto, wewe utafanya nini? Wewe utafanya nini? Kwa sababu hawezi kurudi tena. Nakusema tu yes, thank you Jesus. Sasa usifanye maamuzi ya yesi. Jibu la Ibrahimu ni yesi, alafu unachukua no, unaweka kwenye jaribu la Ibrahimu, umefeli. Usichukue jaribu la kusema no, alafu unasema yes, umefeli. Nimekuambia kwa mara ya mwisho. Sasa baada ya kwamba jaribu linamweka mwanadamu ama Mkristo kwenye hali ya maamuzi, mtu huwa anaingia kwenye chumba cha maamuzi. Maamuzi yako wapi? Maamuzi yako kwenye nafsi, maamuzi yako kwenye moyo ama roho. Maamuzi ya mwanadamu yamebebwa na, sasa ni somo lingine nitafundisha next time. Maana ya nafsi, maana ya roho na maana ya moyo. Hivi ni vitu viwili tofauti. Nafsi ya mwanadamu imechukua sehemu kubwa sana ya kila kitu ambacho mwanadamu anafanya. Nafsi. Maamuzi ya kila mtu unayemwona chini ya jua yako kwenye nafsi, hayako kwenye roho. Kazi ya roho imekuja tu kumfanya mwanadamu awe hai. Roho ikizimia na mwili unakufa. Kazi ya roho ni kuhakikisha uko hai, unaishi. Maamuzi yako ndani ya nafsi. Kwa hiyo lazima kwanza ndio maana nimekuambia lazima upate taarifa za kutosha. Taarifa ambazo utaanza kuzitafuta, unazitafutia wapi? Sasa kama nimekuambia lazima upate taarifa za kutosha. Hizo taarifa unazitoa wapi? Taarifa unazitoa kwenye nafsi. Bwana sifiwe sana. Nafsi yako kupitia Biblia. Hapa
tunatoa taarifa hapa, unipeleka kwenye nafsi yako. Nimekuambia maamuzi, sikiliza hili, maamuzi ya awe ya mtu ameokoka au ya kuokoka, maamuzi ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke yanatoka kwenye nafsi. Sasa lazima ujue maana ya nafsi, moyo na roho. Sasa ninaposema kwamba lazima kwamba upate taarifa za kutosha ili utakapoingia kwenye chumba cha maamuzi ufanye maamuzi ambayo yako sahihi, yanayolingana na jaribu unalotumia. Hizo taarifa unazitoa wapi? Sasa hili nitaongelea kwenye kipindi kinachokuja. Hizo taarifa unazitoa wapi na ni taarifa gani? Ukizipata unafanyeje? Nitakuwa na uhakika gani kama taarifa ambazo nimezipata ni taarifa ambazo zinalingana na hilo jaribu ninalopitia? Kama Mkristo, uhakika uko wapi? Bwana sifiwe sana. Nimekuambia watu wanaangamia kwa sababu ya maamuzi. Tunafanya maamuzi na hatuna enough information. Kwa hiyo majaribu yanapokufikia, sikiliza hili. Kitu cha kwanza kinakusukuma kwenye maamuzi. Jaribu linafanya msukumo kwenye nafsi. Nafsi inatamani kufanya maamuzi, na asilimia kubwa watu wanafanya maamuzi. Ukifanya tu maamuzi ambayo sio na ni jaribu, my friend, imekula kwako, umefeli na kuna madhara yake. Nimekwambia shetani anatuma kufyeka, anaweza kutumia anything. Lazima uwe kwenye mkao wa kuwa contact na Mungu, na Mungu atakusaidia. Tuonane kipindi kinachokuja, nitafafanua sasa hizo taarifa unatoa wapi. Una uhakika gani kama taarifa unazopata zinalingana na jaribu lako? Nimekwambia jaribu ni kitu kimeangamiza watu. Acha watu mpaka huduma zimekufa kwa sababu ya jaribu. Usifikirie jaribu ni kulala na mwanamke tu au mwanaume, hapana. Kuna majaribu mengi. Kuna jaribu lingine unapitia ni siri wewe na Mungu, watu hawaone, lakini Mungu anakuambia fanya hichi. Usifikirie jaribu ni kitu kiko open mpaka kiwe open. Eti fulani bwana mpitia jaribu nzito sana tumuombe. Kuna majaribu mengine yanakuwa silence. Yaani anatumwa lakini yako private. Oh Jesus. Kuna majaribu yanakuwa private. Yaani wewe ndio unakufa kwenye, yaani unaumia ndani. Unapamba lakini liko private. Kutoka hapo sasa unatokaje? Naona sikia mtu alianguka akapata stroke. Mtu alikwenda kujiua. Akajitunia kwenye mti. Ndio maana wengine wanakufa. Kwa sababu gani? Kuna majaribu mengine yako private. Kwa jaribu linapokuja linakuwa liko private, ni wewe na Mungu tu mnawasiliana. Bwana sifiwe sana. Ni wewe na Mungu tu mnapambana. Ndio maana nimekuambia jaribu ni kitu ambacho cha hatari sana. Kwa hiyo lazima uwe na information. Na information inafanya lazima utafute information. Sasa unatafuta wapi? Nimekuambia tukutane kipindi kingine. Labda nikupatie mfano mwingine. Ikiwa leo bila ulivyo pale wewe unapata tu habari, ama mimi napata habari kwamba kesho asubuhi inatakiwa mke polisi. Hiyo tu wamke polisi, ni lazima uende. Ninakwambia hautalala, sitalala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ujumbe ambao umefungwa, hauna information. Lakini huo ujumbe wakisema kwamba tunataka kesho asubuhi Emmanuel Tambwe ama mtu fulani uje asubuhi kwenye kituo cha polisi kituo fulani na address ni hii, kuna Wakongo wako hapa wanahitaji msaada, labda unaweza kuwa na msaada wa chakula ama malazi. Utaenda kule, ama kama ni Mtanzania, kama ni Mrundi, utaenda kule ukiwa uko free. Kwa sababu gani? Umepata ujumbe ambao una information.
Kwa hiyo utakuwa unajua A to Z. Lakini ukiambiwa tu kwamba kesho asubuhi amkia polisi, saa 4 umefika pale, na kwambia wengine hawataenda, wengine hawezi wakaenda. Hivyo ndio jaribu linafanya. Nakwambia linafunza. Jaribu linapotumwa, nimekwambia linatumwa na linakuja na sura ya hatari. Sasa ile sura ya hatari ile unapokuwa unaiona, inakusukuma kwenye ofisi ya maamuzi, inakuforce. Kwa hiyo hata wakati mwingine ukijaribu kukaa hivi upambane nalo, lenyewe linakusukuma kwenye ofisi ya maamuzi. Hiyo ndio kazi ya jaribu. Sasa utakapojikuta umeingia kwenye ofisi ya maamuzi na umeacha taarifa, una taarifa za kutosha la hilo jaribu, utakachofanya, utafanya maamuzi wrong. Kwa sababu gani? Umeingia bila information. Kwa ndo kazi ya jaribu huwa lina push, la kulazimisha uingie kwenye ofisi ya maamuzi, kwa sababu ni kitu kinakuja na sura ya hatari. Hiyo ndio kazi ya jaribu. Ndio maana nimekwambia jaribu liko juu ya tatizo. Kwa hiyo hata ndio maana nimekupa mfano. Leo hii polisi wakituma ujumbe kwamba kesho asubuhi amkia polisi, hii ndio address, hakuna namba ya simu, hiyo tu, ninakwambia hautalala usiku mzima. Watu hatutalala, hata mimi siwezi kulala. Kwa sababu utakuwa unajiuliza, what is going on? What happened? Nimeiba makaratasi yangu yako sawa, nini? Utakuwa na maswali mengi. Kwanza wamejueje address yangu? Lakini ukipata tu habari kwamba polisi wanasema, wametuma barua kwamba kesho asubuhi waamkie polisi, kuna mtu yuko kule wa jamii yako ama wa nchi yako anahitaji msaada wa maradhi ama chakula, utaenda na furaha. Kwanza utakuwa unasubiri asubuhi ifike haraka. Kwa sababu gani? Umepata information. Hivi ndio jaribu linafanya kazi pia. Linakuja kwenye hiyo hali, linakuja likiwa limefungwa. Kwa hiyo hauwezi kuona hata siku moja jaribu linasema mimi ni Mr. Jaribu, nimetoka heaven, kwa hiyo nimekuja hapa kwako, nitakaa na wewe siku kama 4 hivi kwa kisha nitakujaribu nione kama kweli unampenda Mungu, ili Mungu ajipatie utukufu. Kwa sababu jaribu likija kwenye huo mtindo, utakuwa na information. Ama jaribu linasema mimi naitwa Mr. Jaribu, nimetoka kuzimu, nimetumwa na shetani, kwa hiyo nitapambana na wewe siku 4 hapa kwako, tuone kama kweli unampenda Mungu, na kama unampenda tutajua tu, nitapambana na wewe. Jaribu likija kwenye huo mfumo, utaweza. Kwa sababu gani? Utakuwa na information, kwa utajua namna ya kujiandaa. Haleluya. Utajua namna ya kujiandaa. Sasa jaribu haliji hivyo. Jaribu linakuja limefungwa, alafu natupiwa. Unatokaje hapo? Na watumishi wengi wameangamia, na kuambia ndugu yangu, kwa sababu ya majaribu. Kwa sababu jaribu likiwa la Ibrahimu, inatakiwa useme yes. Sasa ile yes haisemi tu yes, lazima uwe na wakati na muda wa kupata taarifa ambazo zitakudhibitishia wewe kwamba lazima useme yes. Jaribu likiwa kama la Yesu alipofunga siku 40, lazima majibu yako yatakuwa no. Sasa usifikirie hiyo no unaijibu tu kirahisi rahisi. Lazima utulie, uwe na taarifa za kutosha, ili utakapokuwa unasema ile no, uwe una hakika ni no kweli. Kwa sababu nimekuambia kwenye ofisi ya maamuzi ndio kuna kasheshe. Waswahili wanasema kizungumkuti. Ukipata jaribu kama la Ayubu, inabidi kumwambia Mungu asante na kunyamaza. Utafanya nini? Hakuna kucomplain. Sasa hiyo kusema asante, usifikiri ni baga na chips. Lazima utulie, upate information na taarifa zitakazo kukupatia amani ndani ya moyo kwamba lazima hapa nimwambie Mungu asante. Sasa swali linakuja, hizo taarifa unazitoa wapi? Utaaminije kwamba hizo information ulizokusanya zimetoka kwa Mungu?
ama hizo information ni sahihi. Ndio maana nimekuambia tukutana kipindi cha pili. Na hapa ndio kuna shida ya majaribu. Wakristo wengi akikutana na jaribu la Ibrahimu la kusema yes, wengi wanasema no, jaribu la Yesu. Akikutana na jaribu la Yesu ambalo Yesu alimwambia shetani no, alipokuwa anamjaribu, badala yeye aseme no, anakwenda kuchukua majibu ya Ibrahimu, anasema yes. Akikutana na jaribu la Ayubu la kunyamaza na kumpatia Bwana utukufu, Bwana alitoa na Bwana ametoa, yeye anasema no. Sasa inakuwa ni mvurugano, na ukisema tu no imekula kwako. Nilikwambia hivi, jaribu ambalo limeletwa na Mungu hauwezi kuangamia. Mungu atakuwa na njia tu, hata kama utavishindwa hemo. Shida ni kama jaribu ni la shetani. Nimekwambia shetani hachezi na Wakristo. Dunia hii sasa hivi shetani hachezi. Wewe cheza tu, yeye hachezi, yeye anakuja kuangamiza. Alesi labda wewe Mkristo wa miguu miwili, mmoja huko mwingine huko. Lakini ukiwa ni Mkristo ambaye hata ukifika mahali, hata hali ya hewa pale inabadilika. Ukifika mahali unasema huyu ni mtumishi wa Mungu. Ukifika mahali hata watu wanakuangalia wanasema kuna hewa nyingine imefika. Hao ni watumishi wa Mungu ambao shetani hacheze nao. Akishusha majaribu kwa huyo mtu, huo ni kuangamiza. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka niseme nini? Nataka nimalizie kusema hivi. Lazima uwe contact na Mungu. Nimekwambia tutaongea zaidi kipindi kinachokuja. Nikwambie sasa taarifa unazitoa wapi. Lazima uwe contact na Mungu. Acha kucheza na wokovu. Majaribu na kuambia acha watu mpaka huduma za watu zimekufa. Mtu alifanya blanda hii. Shetani alimsukumia blanda hii na kanisa, huduma, ministry, kama ni maisha ya mtu binafsi. Wengine walikosa hawakufa, wakabackslide, wakarudi kule. Kwa sababu gani? Shetani hachezi. Jaribu sio kucheza nalo. Nimekwambia jaribu ni tatizo na jaribu ni vitu viwili tofauti. Na nimekwambia tofauti. Nitakwambia zaidi huko mbele. Jaribu ni kitu ambacho dawa yake inapatikana katika ulimwengu wa kiroho. Bwana sifiwe sana. Ulimwengu wa kiroho ndo kuna dawa ya majaribu. Kuwa karibu na Mungu. Imarisha mahusiano yako na Yesu. Usicheze. Hata Paulo aliambiwa anacheza, alipookoka watu walisema huyu jamaa anacheza. Nimekwambia hata sisi tutakuja kucheza hapa. Fanya dunia hii sasa hivi ni dunia ya mimi binafsi. Sio dunia kutegemea mtu hii. Sio dunia kutegemea wokovu wa mtu. Hii ni dunia ni wewe mwenyewe upambane. Kaa vizuri na Yesu. Ndio maana nilikufunza umuhimu wa jina la Yesu kipindi kilichopita. Umuhimu wa jina la Yesu. Jina la Yesu linavyofanya kazi. Kaa karibu na Mungu. Kuwa contact na Yesu. Na Mungu atakushindania. Usicheze na jaribu. Jaribu liko kila mahali. Unaweza kupata kwenye nyumba yako. Mke wako anaweza kuwa ni jaribu. Mme wako anaweza kuwa jaribu. Watoto wako wanaweza kuwa jaribu. Nakwambia ukweli. Shetani akitaka kufyeka mtu, ni hapo tu. Kwa hiyo kuwa contact na Mungu. Nimekwambia na summarize sasa. Namalizia tuombe. Nimesema hivi. Jaribu ni mlango ambao unatumiwa na watu, shetani na wewe pia na Mungu. Nikasema jaribu ni kitu kinachomweka mtu kwenye njia panda. Na summarize namalizia naomba. Jaribu ni kitu kinachomweka mtu kwenye njia panda. Njia panda ni nini? Maamuzi. Kwa sababu ni kitu kinakuja na sura ya hatari. Bwana asifiwe sana. Nikasema pia jaribu ni kitu ambacho kinakuja katika hali tofauti tatu. Kuna jaribu la Ayubu, kuna jaribu la Yesu na jaribu la Ibrahimu. Jaribu la Ibrahimu lilikuwa la Yesu. La Yesu ilikuwa ni no, kumkatalia shetani. La Ayubu ilikuwa ni kukubaliana na mapenzi ya Mungu na kunyamaza. Bwana ametoa na Bwana ametoa. No complain. Bwana asifiwe sana. Nikakwambia kwamba pia jaribu ni kitu ambacho kinakuja katika hali ya maamuzi. Yaani ukisikia neno jaribu, mind inakwenda kwenye maamuzi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nimekwambia jaribu pia
ni kitu ambacho unaweza kuingia kwenye jaribu na ukaenda kuomba na Mungu akanyamaza. Sasa Mungu akinyamaza unafanya nini? Mungu ananyamaza. Ndio maana Ayubu alijikuta anaanza kulalamika badala ya kuomba, anaanza kucomplain. Mungu alinyamaza. Soma kitabu cha Ayubu sura ya 38 mpaka 41. Ayubu ana complain tu. Baadaye Mungu anakuja kumwambia acha na haya mambo. Kwa nini una complain? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikakwambia jaribu haimaanishi kwa sababu uko na Yesu hauwezi kuwa na jaribu. Kauliza wanafunzi wa Yesu kwenye mtumbu. Kwenye ile bahari ya Magerasi. Wakati walipoingiwa na ile gharika ya bahari. Yesu alikuwa kwenye boti na wenyewe walikuwa kwenye boti na gharika ilikuja na walianza kulalamika. Haimaanishi kwa sababu uko na Yesu. Bwana asifiwe sana. Nikakwambia jaribu ni kitu ambacho ukitaka kukishinda lazima kwanza unapoingia kwenye jaribu utulie. Lazima utafute information zitakazo kusaidia kupambana na hilo jaribu. Nikakupatia mfano wa maloya na mawakili. Wanapoamua kesi za watu, wanahakikisha wanapata kwanza enough information. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kaa karibu na Mungu. Kaa karibu na Yesu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu atakusaidia. Tukutane kipindi kinachokuja. Kipindi kinachokuja nitafafanua sasa hizo taarifa unatoa wapi. Unajuaje kama hizo taarifa zako ni taarifa sahihi? Unapoingia kwenye chumba cha maamuzi, unatoa taarifa gani? Kuwa makini. Usikimbilie kwenye ofisi ya maamuzi unapoingia kwenye majaribu na una information. Lazima kwanza uende kwenye ofisi ya utafiti. Unapoingia kwenye jaribu, nenda kwenye ofisi ya utafiti. Sasa hiyo ofisi ya utafiti ni wapi? Nitakwambia next time. Na tutakuwa tunamalizia na kukuambia kile ambacho Bwana atakuwa ameniandalia, amekiandaa. Bwana akubariki sana. Asante sana. Asante sana na Bwana akubariki. Tumishia hapa kwa leo. Napenda kuwashukuru sana ninyi wote ambao mmeungana na mimi katika kipindi cha majaribu. Na napenda kuwashukuru watu wote wa studio za ET tena kwa kazi kubwa wanafanya. Tutakutana next week after next week. Kwa sababu next week hii ambayo inakuja kipindi cha vijana mkeni kitakuwa hewani. Christina Baombwa atakuwa live Facebook na wageni wake kulingana na vile Mungu atatuongoza, na ninaamini kabisa mambo ni mazuri. Kuna mambo mazuri yanakuja katika studio za ET, mambo mazuri makubwa yanakuja kuhusu huduma za Mungu hizi za kumtumikia Mungu. Mambo mazuri yanakuja, hata tunataka tupanue sasa hii studio, tupanue hivi vipindi vya neno la Mungu na vipindi vya mkeni vijana. Na mambo mazuri yanakuja, kwa hiyo tutawaambia kuna wageni kadhaa watakuwa wanaingia mwezi wa 11, tutakuwa na wageni kadhaa hapa studio na Mungu atakwenda kuwabariki sana. Kwa stay tuned, usiende mbali, uwe na sisi. Namba za simu ziko hapo chini. Kama una lolote, una swali, unataka tuombewe na nini, tuma na Mungu tutakuombea. Na kama una swali lolote tutajibu, kama tutaweza kujibu tutakujibu, na tunaamini kabisa Mungu atakwenda kukubariki sana. Vipindi hivi kumbuka vimekuja kwa lengo moja, kumpatia Mungu utukufu. Kumpatia Mungu utukufu. Kazi ya Mungu itaendelea mpaka mwisho. Hii ndio kauli mbiu. Wanasema nini? Waliza ndio kauli mbiu, ama ndio msemo, ama ndio sentence, ama ndio language ambayo imesainiwa na studio za ET kwamba kazi ya Mungu haijalishi nini kilitokea, nini kitatokea, kazi ya Mungu inaendelea mpaka mwisho. Tumeachiwa kazi na Yesu ya kuwa wanafunzi wake na kutangaza injili ya Bwana. Tumeachiwa kazi ya kuvuna roho za watu. Kazi ya kuvuna roho za watu. Biblia inasema hata mmoja akiokoka mbinguni kuna furaha. Kwa hiyo kazi ya Mungu inaendelea na itaendelea zaidi. Hakuna kulala. Hakuna kuwaste time. Biblia inasema kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Usiseme ole hawakuniambia. Hatutaki kufanya kazi ya Mungu tukiwa na miaka 60, 65. Tunataka kufanya tukiwa kazi ya Mungu tukiwa vijana. Tukifika kwenye uzee ni kupumzika na kumsema Mungu asante tulikutumikia. Na wewe ambao uko pale ambao sio kijana bado haujatupwa nje ya vipindi vya vijana mkeni. Bado upo ndani, kwa sababu bado kuna neno la uzima litakufikia, litakusaidia.
Kwa hiyo kazi ya Mungu inaendelea mpaka mwisho. Hakuna kulala na hakuna kusitasita, ni kwenda straight mpaka mwisho. Kile ambacho Mungu alikuitia, kile ambacho Mungu aliniitia, lazima vipawa vifanye kazi, karama za watu zifanye kazi. Nilihubiri last time, karama ni neema. Kwa sababu kuna mtu na yeye anatamani ya kupewa. Kipawa licho nacho ni neema. Kitumikishe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ndio maana mimi nilisema nitafanya kitu ambacho Mungu amenitia, na wewe usilale kwa jina la Yesu. Tutangaze kazi ya Mungu na Bwana atatubariki. Yesu anasema nini? Mtu akinitumikia. Yesu anasema mtu akinitumikia, Baba aliye mbinguni atamheshimu. Yesu ndiye anasema. Kwa hiyo unapata heshima kwa Mungu special ukimtumikia Yesu. Kwa kuna kitu Yesu ameweka ndani yako, tumika. Mungu akubariki sana, tunakupenda kwa niaba ya watu wote studio hapa. Mungu akubariki sana. Kama nilivyosema mwanzo wa kipindi, sijui kama nimesema, sikumbuki. Labda niseme tena. Ninaomba unapoingia kwenye maombi yako, ninahitaji maombi yako sana. Vipindi hivi vinapingwa na shetani, na kuzimu, lakini kwa jina la Yesu vitaendelea. Kwa hiyo niweke kwenye maombi. Jina langu naitwa Emmanuel Tambwe, niombee kwa sababu kazi hii sio rahisi. Unaweza kuona ni kitu tu rahisi, tunakuja Facebook tunahubiri nini, sio kazi rahisi. Inahitaji muda, inahitaji watu, shetani anapinga. Kwa hiyo niweke kwenye maombi, niombee. Taja jina la Emmanuel Tambwe kwenye maombi yako na Mungu atakubariki. Mwambie Bwana niwezeshe. Bwana nipe nguvu. Biblia inasema kwamba tuombeane sisi kwa sisi. Tusikose kuombeana kwa jina la Yesu Kristo. Basi acha niache neno la baraka katika maisha yako na Mungu atakubariki. Basi acha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru mchana wa leo kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu Bwana umetukumbusha na umetuongelea siku kuhusu majaribu. Baba, ninaomba ukapate kutuwezesha. Maana Bwana, wakati mwingine watu wengi wameangamia na wanaangamia kwa sababu watu wamekaa kwenye mkao wa kuzubaa. Kwa jina la Yesu, Jehova tusaidie hata tunapoingia kwenye majaribu mazito. Baba, usituache. Maana ukituache utaangamia. Ninamwombea mtazamaji wangu ambaye amekuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Ninamwombea Bwana ukapate kuwa pamoja na yeye. Ninajiombea pamoja na mimi, Bwana ukapate kuendelea kuniwezesha na kunitumia sasa na mapenzi yako. Ninaachilia baraka kwa watazamaji wote, wabariki. Muda wao Bwana ambao wamewaka hapa Facebook live usiende bure. Walipe Bwana kutana na mahitaji yao ya sirini. Kwa jina la Yesu nakemea kila roho za magonjwa, nakemea kila roho za divorce kwa wale ambao wameoa na kuolewa. Na nakemea kila roho Bwana za watu kuchumbiwa na waolewe. Uhusiano unaanza na unaishia katikati kwa jina la Yesu. Baba, wawezeshe wenye kuolewa waolewe, wenye kuoa wakapate kuoa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakupenda Jehova, tunakuheshimu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya.